Naam, tunaanza darasa ya leo. Tumeona ya kwamba vigawanyo vya kalam ni vitatu. Kuna jina na kuna kitendo na kuna herufi. Sasa watu wa nahwu wamefuatilia lugha ya Kiarabu, wameisoma lugha ya Kiarabu, wakagundua kwamba jina katika lugha ya Kiarabu lina alama zake, na vile vile kitendo katika lugha ya Kiarabu kina alama zake, na vile vile herufi ina alama zake katika lugha ya Kiarabu. Najua wasomi wa lugha, watu wa lugha wamesoma lugha ya Kiarabu, wameifuatilia lugha ya Kiarabu, kama ambavyo unaona madaktari wamesoma mwili wa binadamu, wamechunguza kila kitu, kila kitu wamechunguza. Kichwa kimechunguzwa, kifua kimechunguzwa, mifupa imechunguzwa, tumbo limechunguzwa. Vile vile wasomi wa lugha wameisoma lugha ya Kiarabu, wakachunguza kila kitu kwa kadiri walivyojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Sasa katika kuchunguza kwao wakakuta kwamba jina lina alama na kitendo kina alama na vile vile herufi ina alama. Ndio maana Ibn Ajurrum rahimahullahu ta'ala hapa ametutajia alama za jina na kitendo na herufi. Alamatul ismi, alama za jina. Qala al-musannif, anasema mwandishi, falismu yu'rafu bil khafdi, jina linajulikana kwa khafdi. Jina linajulikana kwa khafdi. Khafdi ni nini? Hii ni misemo ya watu wa lugha, tabidi wanafunzi waijue. Khafdi ni nini? Khafdi ni kasra ambayo inaletwa na kitendea kazi. Ukisema, angalieni, ukisema katabtu bil qalami, nimeandika na kalamu. Katabtu bil qalami, nimeandika na kalamu. Hii mifano mwe mnaandika. Ukisema katabtu bil qalami, nimeandika na kalamu, hii kasra ambayo ipo kwenye neno al-qalami, hii kasra imesababishwa na hii alba ambayo ni harfu jar, imesababishwa na hii ba ambayo ni harfu jar. Hii kasra imesababishwa na nini? Imesababishwa na alba. Hii kasra ndio al-khafd, hii kasra ndio al-khafd. Na kusema al-khafd hii ni ibara kufia, ni ibara ya watu wa Kufa, wao wanaita al-khafd, lakini watu wa Basra wao wanaita al-jar. Kwa hiyo jina linajulikana kwa al-khafd, linajulikana kwa al-khafd. Al-khafd ni kasra ambayo inaletwa na kitendea kazi. Watanwini, na jina linajulikana kwa kuwa na tanwini. Jina linajulikana kwa kuwa na tanwini. Tanwini katika lugha ya Kiarabu ndio inapatikana katika majina peke yake, inapatikana katika majina peke yake. Tanwini ni nini? Tanwini ni dhamma mbili au fatha mbili au kasra mbili. Mfano ukisema Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, hii ndo tanwini. Tanwini inapatikana tu katika majina katika lugha ya Kiarabu. Hakuna kitendo chenye tanwini katika lugha ya Kiarabu, na wala hakuna herufi yenye tanwini katika lugha ya Kiarabu. Ukiona neno lina tanwini, hilo ni jina. Wadukhuli al-alf wal-lam, na jina linajulikana kwa kuingia kwake alifu na lam. Jina linajulikana kwa kuingia kwake alifu na lam. Kwa ibara nyingine wanasema al. Angalieni, masjidun ni jina,
kwa sababu masjidun inaingia kwake alifu na lam, utasema almasjidu, unasema hivi. Qalamun ni jina. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaingia kwake alif wal lam, utasema alqalam. Babun mlango ni jina. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaingia kwake utasema albabu. Kwa hiyo katika alama za majina, wa dukhuli alif wal lam, na kuingia alifu na lam kwake. Wa hurufi alkhafdhi, na herufi za khafdhi. Khafdhi tulisema ni nini? Khafdhi tulisema ni kasra ambayo inasababishwa na kitendea kazi. Hapa natuambia huruful khafdhi, yani herufi ambazo zinahitajia tuweke kasra kwenye neno. Hizi herufi ni alama ya jina. Ukikuta zimeingia kwenye neno, hilo neno ni jina, hata kama haujajua maana yake katika lugha ya Kiarabu. Wewe fahamu kwamba ni jina. Wa hiya min, nazo ni min. Nazo ni nini? Min. Min hii ni harfu min hurufi al-khafdi. Angalieni, minal jinnati wan nasi, minal jinnati wan nasi. Aljinnati wan nasi ni majina, kwa sababu kwake imeingia nini? Imeingia min. Wa ila, vile vile ila. Wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami, na herufi za kiapo. Herufi za kiapo ni katika huruful khafd, yani herufi ambazo zinatumika katika kuapia. Wa huruful qasam, herufi za kiapo, yani herufi za kuapia. Wa hiya alwaw, nazo ni alwaw. Ukiwa unaapa unasema wallahi. Hii kasra ambayo ipo kwenye lafdhul jalala wallahi imesababishwa na hii wawu ya kiapo. Ndio maana unatakiwa useme wallahi, sio wallaha au wallahu, tabidi useme wallahi. Walba'u, na ba, billahi. Watta'u, tallahi. Kwa hiyo hizi zinaitwa huruful khafd, na kila moja katika hizi herufi ina maana. Maana zake tutazisoma mwishoni mwa kitabu insha Allah taala. Asharhu. Lamma faragha almusannifu min dhikri aqsami alkalam, alipomaliza mwandishi kutaja vigawanyo vya kalam, shar'a fi bayani alamati kulli qism, akaanza kubainisha alama za kila kigawanyo. Fabada bilismi, akaanza na jina. Wa dhakara lahu 4 alamatin, na akalitajia jina alama 4. Idha wajadta wahidatan minha fi kalima, ukikuta mojawapo katika hizi alama kwenye neno, au raaita annaha taqbaluha, au ukaliona neno linakubali alama, arafta annaha ismun, unafahamu moja kwa moja kwamba ni jina. Kwa hiyo hapa ametutajia alama 4 za jina. Ukikuta alama ipo kwenye neno, basi hilo neno ni jina. Angalieni, Allah tabaraka wa taala anasema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahman ni jina na al-arsh ni jina, kwa sababu tumekuta alama ya jina ndani yake.
Ar-Rahman kuna al mwanzoni. Ala al-arshi, al-arshi kuna ali vile vile, na vile vile kuna ala imeingia kwake, na vile vile kuna kasra ambayo imesababishwa na ala. Kwa hiyo ni jina, na hapo kuna alama ngapi za jina? Naam, 3. Kuna alama 3 za jina. Kwa hiyo ukikuta moja katika alama kwenye neno, hilo neno ni jina, au ukakuta neno halina alama lakini linakubali alama, mfano maktabun, meza. Maktabun, meza, hakuna al, lakini unaweza ukaingiza kwake al ukasema al-maktabu. Dukanun, hakuna al, lakini unaweza ukaingiza al ukasema ad-dukan, wa hakadha. Na mbele insha Allah taala tutakuja kufahamu ni wakati gani unatakiwa uweke kwenye neno al, ni wakati gani katika neno, yani katika jina unatakiwa uweke al, na wakati gani haitakiwi kuweka al. Tutakuja kuona insha Allah taala mbele. Ihdaha, mojawapo al-khafd, wa huwa ibaratun 'an al-kasra allati yuhdithuha al-'amil. Al-khafd ni kasra ambayo inaletwa na kitendea kazi. Nahau bismillahir rahmanir rahim, mfano bismillahir rahmanir rahim. Fakullun, kila moja, min ismi, katika ismi, wallahi na Allahi, warrahmani na arrahmani, warrahimi na arrahimi, asma, yote haya ni majina. Liwujudi al-kasra fi akhiriha, kwa sababu ya kuwepo kasra mwishoni, kwa sababu ya kuwepo kasra mwishoni. Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo hiyo ni alama ya ngapi? Ni alama ya kwanza ya jina. Alama ya pili, athania, at-tanwinu, wa huwa ibaratun 'an dhammataini. Tanwini ni ibara ya dhamma mbili, au fathataini, au fatha mbili, au kasrataini, au kasra mbili. Nahu qawlihi ta'ala, mfano kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala, wujuhu yawma idhin khashi'atun 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyatin. Angalia maneno yote hayo yenye tanwini ni majina. Fakullun, kila moja, min wujuhun, katika wujuhun, wa yawma idhin, wa khashi'atun, wa 'amilatun, wa nasibatun, wa naran, wa hamiyatan, wa 'aynin wa aniyatin, asma. Haya yote ni majina. Liwujudi tanwini fi akhiriha, kwa sababu ya kuwepo tanwini mwishoni, kwa sababu ya kuwepo tanwini mwishoni. Alafu tutakuja kusoma vile vile mbele wakati gani unaweka tanwini na wakati gani hauweki tanwini. Haya ni katika mambo ambayo ni muhimu sana kwa mwanafunzi kuyafahamu katika lugha. Mfano, angalieni neno likiwa na ali mwanzoni, hairuhusiwi katika lugha ya Kiarabu kuweka tanwini. Mfano, albabu, almasjidu, alqalamu na mfano wake. Haya maneno ambayo yana al, hairuhusiwi kuweka tanwini mwishoni. Huwezi kusema albabun, alqalamun, huwezi, almasjidun, huwezi. Ukiondoa al, inaruhusiwa kuweka tanwini, babun, masjidun, qalamun. Na vile vile neno likiwa ni mudhaf, neno likiwa ni mudhaf, yani neno likiegemezwa. Mfano nasema hivi, kalamu ya Omari. Kwa Kiarabu utasemaje? Utasema hivi, qalamu Umara, kalamu ya Omari. Hairuhusiwi kwa huyu mudhaf kuweka tanwini. Huwezi kusema qalamu Umara, hapana. Unasema qalamu Umara, kalamu ya Omari, bila tanwini.